Siku ya leo tumefanya tukio la kihistoria kwa kuweza kuingia mkataba wa mashauriano kati ya chuo cha ADEM pamoja na chuo cha SLAT kufanya mashirikiano ya kutoa mafunzo ya muda mfupi. Taasisi hizi mbili zina historia ya udugu. Kwa mwaka 1989 chuo cha SLAT ambacho kilianza kutoa mafunzo yake ya stashahada, mafunzo haya yalianzia kwenye majengo ya Mantep, by then ilikuwa inaitwa Mantep na sasa inafahamika kama ADEM. Hapo vilikuwa ni vyuo viwili ambapo Wizara ya Elimu iliruhusu wakati huo mafunzo haya yaweze kuanza pale. Kwa mustakabali huo tunaona kwamba kuna mashirikiano ya karibu sana kati ya vyuo hivi viwili, na baada ya kuyaona hayo tukaona kwamba kwanza tukiangalia katika utoaji wa mafunzo sisi tunaendana. Sisi tunatoa mafunzo upande wa ukutubi na uhifadhi nyaraka, ambapo tunazalisha wataalamu wanaokwenda kuhudumu kwenye maktaba zetu nchini. Mashirikiano ya leo yana faida kubwa sana kwa sababu taasisi hizi mbili zote zitashirikiana katika juzi ambazo inazitoa. Siku ya leo sisi kwetu tumeandika historia kwa kuanzisha kitu ambacho kitakuwa kina manufaa makubwa kwenye serikali yetu, kwenye taifa letu, lakini pia kwa wananchi wetu na wadau wetu wakubwa sana ambao ni wanafunzi. Baada ya kuingia katika mashirikiano haya sasa tutaanza kufanya utekelezaji wake kwa kuanza kutoa mafunzo ya muda mfupi kuanzia ngazi ya chini kabisa kwa ngazi ya shule za msingi, sekondari na pia kwenye upande wa vyuo. Tumekusanyika hapa leo kwa maana ya kuhudhuria mahafali ya 31 ya chuo chetu cha SLAT. Kama mnavyojua chuo hiki kiko chini ya Bodi ya Huduma za Maktaba na kinatoa mafunzo ya ukutubi na uhifadhi nyaraka. Na kama ambavyo umesikia kwenye hotuba ni kwamba wanafunzi wetu au wahitimu wanao graduate kutoka kwenye chuo hiki kwamba wamekuwa wamepikwa, wametengenezwa ili kuendana na hali ya sasa ya sayansi na teknolojia ambako dunia ipo. Kubwa kabisa ni kwamba tunapenda kuona vijana wetu wanapata ujuzi ambao wataweza kutumia wao wenyewe, lakini pia wao wameajiriwa au hawajaajiriwa, lakini waweze wenyewe kuwa na maarifa na ujuzi wa kuweza kutumia knowledge walopata katika kuwasaidia wao lakini na taifa kwa jumla. Naamini kwamba mafunzo haya yataenda kuwafungulia dunia zao, wakawe wajasiriamali wazuri, lakini wakawe wafanyakazi wazuri kwenye hizo taasisi watakazokuwa wamepata nafasi ya kuajiriwa. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutenga bajeti kupitia Wizara ya Elimu ya kuweza kutoa pesa za maendeleo, lakini pia pesa za matumizi mengineyo ambazo tuna baadhi tunaleta kwenye chuo chetu ili kuweza kuhakikisha kwamba chuo kinakuwa na miundombinu ambayo ni stahiki ya kuweza kubeba hizi ujuzi mbalimbali ambazo wao wanajifunza. Japo sasa hivi hayo ndio matatizo kwamba kwa vile bajeti inakuwa ni ndogo, kwa hiyo tunaendelea kuona namna mbalimbali kushirikiana na wadau wengine ambao si serikali na wale walio serikali kuona kwamba tunawezaje kuboresha miundombinu ili sasa huu ujuzi wanaopata au namna tunavyowafundisha iendane na utandawazi tulikuwa nao sasa hivi. Sisi chuo cha ADEM tunayo furaha kubwa sana kuweza kushirikiana na chuo cha SLAT. Na furaha yetu kama alivyoongea mkuu wa chuo, tuna mahusiano ya kihistoria. Nilikuwa naongea na Profesa Mcharazo pale, yeye ndiye aliyefanya jitihada za kukianisha chuo kilipokuwa pale ADEM na kwenda pale kilipokuwa sasa hivi. Kwa unaweza kuona alichokuwa anakiongea dada Betha hapa mkuu wa chuo ni kwamba ni kweli chuo hiki kilikuwepo pale, na mashuhuda kama mzee Mcharazo, Profesa Mcharazo wanatambua kabisa kwamba hiki chuo cha SLAT kilikuwepo pale.